Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Nayo kila sababu ya kumshukuru sana Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya neema yake hii na kibali tena ambacho ameendelea kutupatia kutafakari maneno yake katika jioni hii ya leo. Lakini pia niendelee kukushukuru sana na wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki na azidi kukuimarisha zaidi na zaidi. Na katika siku hii ya leo ninamtukuza Mungu kwa kuwa ametupa neema na kibali tena cha kuendelea kutafakari juu ya swala zima la maombi, wakati ambapo tunapoendelea kutengeneza msingi mzuri kuhusiana na swala zima la maombi, lakini pia kuendelea kuongeza maarifa zaidi na ujasiri wetu katika kuomba. Kwa sababu tunajua kwamba kadri unavyozidi kuwa na maarifa ya kutosha ndipo na ujasiri wako juu ya jambo fulani unapoongezeka. Unapoongeza maarifa ya kutosha juu ya eneo ambalo unaendelea kujifunza au unayotamani kuwa, ndipo na ujasiri wako katika kukifanya kile kitu unaongezeka zaidi. Kwa kadri tunavyoendelea kujifunza juu ya swala zima hili la maombi, ndipo ambapo na wewe pia ujasiri wako katika kuomba, lakini pia wakwenda mbele za Mungu na kuendelea kuamini juu ya ahadi za Mungu ambazo amekwisha kuziachilia katika maisha yako, unapozidi kuendelea kujengeka zaidi na zaidi. Na labda katika siku hii ya leo tujifunze juu ya mambo baadhi ambayo yatakuendelea kukusaidia kuongeza kiu yako katika maombi. Mambo yatakuendelea kukusaidia kuongeza kiu yako katika maombi. Na mstari utakao tuongoza katika siku hii ya leo unatoka katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Mstari wetu wa siku ya leo ni mfupi sana na ni mrahisi sana. Unasema kwamba ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mstari ambao ni hata kwa wale ambao ni wazito wa kukariri mistari ya kwenye Biblia, inaweza ikawa ni mstari wa kwanza mwanzo kukusaidia kukariri kwa sababu ni mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama tulivyokwisha kujifunza katika wiki iliyopita, tukasema kwamba maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu ambayo yanatokana na mahusiano yaliyo hai na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama Mkristo ambaye unamtumikia Mungu na unaamini katika uweza na ukuu wa nguvu za Mungu, maombi kwako hayapaswi kuwa kitendo kwamba nimekutana na changamoto fulani, ngoja sasa nikaombe. Kuna shida inanisukuma kwenda kuomba, ngoja niende nikaombe. Kuna hali ninaipitia na nitesa, ngoja niende nikaombe kwa sababu ya hii hali inayonitesa. Hapana. Maombi kwa Mkristo ambaye anamjua Yesu Kristo yanapaswa kuwa ni maisha. Yanapaswa kuwa ni maisha yako endelevu, yawe ni tabia yako ya kila siku. Kama hivyo tabia ya kuswaki, japokuwa kuna wengine huwa hawafanyi hivyo, lakini kama jinsi hivyo tabia yako ya kuvaa mavazi kila siku, kwamba huwezi ukatembea mbele za watu ukiwa mtupu, basi na maombi vivyo hivyo yanapaswa kuwa tabia yako ya kila siku kama Mkristo. Isiyo kwamba unaenda kuomba kwa sababu kuna shida zinazokusukuma kwenda kwa Mungu. Usio kama unakwenda kuomba kwa sababu kuna shida au kuna matatizo yanayokusonga, kuna majaribu yanayokusonga ndipo unapokwenda kuomba. Hapana. Maombi yanatakiwa kuwa tabia yako ya kila siku. Kama ilivyo tabia yako ya kula kila siku, ndivyo na maombi yanatakiwa kuwa vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu changamoto ni kwamba tulio wengi huwa tunasukumwa kwenda kuomba kwa sababu ya changamoto tulizonazo. Matatizo tulionayo ndio yanakwenda kutusukuma kuomba. Shida tunazozipitia, majaribu tunayoyapitia ndio yanatusukuma katika maombi. Kumbuka kwamba Mungu ndiye muumbaji wako. Na kama unajua kwamba Mungu ndiye muumbaji wako, utajua kwamba Mungu huyo aliyeniumba ndiye anayejua sababu ya kwa nini mimi nipo hapa duniani, kwa nini mimi nipo mahali nilipo, kwa nini mimi nipo katika familia niliopo, kwa nini mimi nipo katika kazi niliopo, kwa nini mimi ninafanya kitu ninachokifanya. Unajua kabisa kwamba Mungu ndiye anayejua sababu ya kwa nini mimi nipo hapo nilipo. Kwa kama ukishajua kwamba yeye ndiye anayejua sababu ya nini au kwa nini upo hapo ulipo, utajua kwamba hakuna namna ambavyo natakiwa nikate au naweza nikakata mahusiano ya mimi kuweza kuzungumza na Mungu kila siku. Kwa sababu kutokana na maana ya maombi tuliyoisema katika wiki iliyopita katika lile somo la omba kwa ujasiri, tulisema kwamba ni mazungumzo au ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu yanayotokana na mahusiano yaliyo hai.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utajua kabisa kwamba hakuna namna ambavyo unatakiwa kukatisha haya mawasiliano. Hakuna namna ambavyo unatakiwa kukatisha haya mazungumzo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye muumba wangu. Mungu ndiye anayejua sababu ya kwa nini nipo hapa nilipo. Kwa hiyo natapaswa kila siku niende kwake mara kwa mara. Kila siku lazima nizungumze naye, iwe ni tabia yangu ya kila siku. Iwe ni tabia yangu. Haijalishi nina kitu ambacho natakiwa kwenda kukisema kwake, haijalishi nina mahitaji, haijalishi sina mahitaji, lakini natakiwa kuzungumza na Mungu kila siku itwapo leo. Kwa sababu gani? Maisha yangu, uwepo wangu hapa duniani unategemeana na yeye. Kwa yeye ndiye anayejua mwongozo wa kwa nini nipo hapa, wapi niende na wapi nisipite, kipi nifanye na kipi nisifanye. Yeye ndiye anayejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hatukuumbwa kufanya kila kitu. Tuliumbwa kwa ajili ya kusudi maalum. Kwa ukishalitambua once lipo kusudi ambalo Mungu ameniumba kuwa nalo hapa duniani, ipo sababu ya Mungu kuniumba hapa duniani, utajua kwamba kabisa kwamba kuzungumza na Mungu mimi, mawasiliano yangu mimi na Mungu sio kwamba tu eti ni kitendo cha siku moja kwamba nimekutana na changamoto nikaombe. Kuna sehemu nimekwama nikaombe. Utajua kabisa kwamba maombi ni maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pasipo maombi, that means sina maisha, nimestopisha kabisa kuishi. Kwa sababu siwezi nikaishi kama nikiwa sina mawasiliano na Mungu aliyeniumba, sina mawasiliano na huyu aliyenifanya kuwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yafanye maombi kuwa kama tabia na sio kuwa kitendo cha kwa sababu nina shida zinazonisukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo omba bila kukoma. Hauna sababu ya kustopisha kuacha kuomba. Unatakiwa kuomba kwa muendelezo. Hata kama una hitaji nalo kusogeza, kamwambie tu Mungu asante kwa kuniumba. Kamwambie tu Mungu nakushukuru kwa jinsi ambavyo umenifanya, kwa jinsi ambavyo umeniumba na ukaona kwamba ni mwema natakiwa kuishi. Msifie hata Mungu. Mwambie Mungu juu ya uzuri na utakatifu wake alionao. Mwambie Mungu asante kwa mahali nilipo leo. Hata kama kwa wakati mwingine mazingira yanakukatalia kushukuru, wewe shukuru tu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huna kikomo cha kuendelea kuomba mbele za Mungu, kwa sababu unaweza kuenda mbele za Mungu kuomba hata kama ukiwa huna mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo ambalo natamani tujifunze katika siku hii ya leo, miongoni mwa hayo mambo ambayo yataendelea kusaidia wewe kuendelea kuongeza kiu yako ya kuomba, jambo la kwanza ikiwa ni kwamba maisha yako ya leo ni matokeo ya kuomba kwako jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba hapa ulipo leo ni matokeo ya maombi yako ya jana. Kama jana ulizembea katika kuomba, kama jana uliweka uzito katika kuomba, uwe na hakika ya kwamba mahali unakopita leo ni maamuzi ya kile ulichoamua kukifanya jana. Ni matokeo ya maamuzi uliamua kuyafanya jana juu ya kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma maneno ya Mungu yanayotoka katika kile kitabu cha Ezekieli sura ya 22 na mstari wa 30 mpaka 31, neno la Mungu linasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikumuona mtu. 31 anaendelea kusema kwamba kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuona kwamba katika jana ya hawa watu Mungu alitafuta mtu miongoni mwao, kwa sababu ukisoma huku ujue unaona kwamba ni watu ambao walikuwa wakitenda machafuko mbele za Mungu, walikuwa wakiwadhulumu watu ambao ni masikini, walikuwa wakitenda mambo mengi sana ya udhalimu. Asa Mungu kabla hajafanya kile alichokifanyia katika leo yao, alitafuta kwanza mtu jana. Katika jana yao Mungu alimtafuta kwanza mtu atakayesimama mahali pa boma, aende mbele za Mungu akasimame mahali pale palipobomoka, ili arekebishe au atengeneze mahusiano yao wao na Mungu. Lakini Mungu anasema kwamba hivi, alimtafuta mtu miongoni mwao, lakini hakumpata hata huyu mmoja ambaye angesimama na kusababisha ile ghadhabu ya Mungu iweze kuondoka, ili ile ghadhabu ya Mungu isiweze kuangukia, ili ule moto ambao Mungu aliwateketeza kwa hasira yao usiweze kuwaangamiza. Lakini Mungu anasema hivi, alitafuta miongoni mwao, lakini hakupatikana hata mtu mmoja ambaye alisimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona katika ule mstari wa 31 kama alivyokwisha kusema kwamba baada ya kutafuta mtu miongoni mwao na hakupatikana, ndipo unaona kwamba Mungu
alikuja kuachilia ile ghadhabu yake juu yao, akaja kuangamiza kwa moto wa hasira yake. Kwa nini? Kwa sababu katika ile jana yao hakupatikana mtu aliyesimama, hakupatikana mtu ambaye angesimama katika mahali pale paboma, pale pabomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo Mungu anasema kwamba akaamua kuachilia ghadhabu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na wewe hapo ulipo leo ni matokeo ya kuomba kwako jana. Kama jana ulizembea katika kuomba, kama jana ulizembea katika kufunga, kama jana ulizembea katika kutengeneza mahusiano yako au kuzungumza na Mungu katika mahusiano yaliyo hai, uwe na hakika kwamba ndio matokeo yako ya leo. Kwa nini uko hapo? Kuna watu leo miaka nenda miaka rudi wako pale pale walipo. Maisha yao hayana mabadiliko, maisha yao hayana shuhuda yoyote. Kwa nini? Kwa sababu gani? Waliamua jana kutokuomba, jana waliamua kutokufanya maamuzi thabiti ambayo yangewasaidia kuweza kusimama leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika leo yako hii, mwana wa Mungu, kitu tunachotaka kukushauri ni kwamba kama unataka kubadilisha kesho yako, kama unataka kubadilisha maisha yako ya kesho, amua katika leo yako hii kuweka msingi mzuri wa maombi. Amua katika leo yako hii kuweza kusimama mahali ambapo kuna uharibifu, mahali ambapo shetani amekwisha kupaharibu, mahali ambapo labda kuna vitu vimekwisha kuibiwa, mahali ambapo kuna vitu havijakaa sawa, ili katika leo yako hii Mungu aweze kushughulika na vitu ambavyo vingeweza kukuzuilia ushindi wako wa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama hupendi jinsi ulivyo kwa sasa, badilisha bidii yako ya leo katika maombi. Unataka kuona kesho matokeo ambayo ulikuwa hauyatazamii. Unataka kesho kuona matokeo ambayo yanakutoa kutoka sehemu moja kwenda hatua nyingine. Tamani au chagua katika siku hii ya leo kutengeneza msingi imara wa maombi ambayo utakusaidia kukubeba hata katika siku yako ya kesho, hata katika wakati wako wa kesho, wakati ambapo utakapokuwa huwezi kusimama. Maombi yako yale yakakusaidia kuweza kusimama katika wakati wako wa kesho. Ndio maana huwa kuna msemo mmoja unasema kwamba maamuzi yako ya leo ni matokeo yako ya kesho. Kwa kipi tunatakiwa kukifanya? Katika leo yako hii chagua kuamua vyema, ili katika kesho yako uweze kupata yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia katika maisha ya watu wengi, au katika maisha ambayo tunaishi nayo watu wengi, ni maisha ambayo tunajutia sana juu ya maamuzi tuliyofanya jana. Tunajutia sana juu ya mambo ambayo tuliyofanya jana. Mwingine anasema kwamba mimi ningejua tangia mwanzoni, ningeomba kwa bidii, nisingepita hapa nilipo. Laiti kama ningelijua kama katika leo yangu maisha yangekuja kuwa kama hivi, basi katika jana yangu ningeamua kusoma kwa bidii nisije nikaishi maisha ninayoishi leo, au katika jana yangu ningeamua kutafuta maarifa kwa bidii ili nisije nikaishi katika maisha ninayoishi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuja kujutia baada ya kupata matokeo waliyoyapata kutokana na jana yao. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kukwambia mwana wa Mungu ni kwamba maisha yako ya leo ni matokeo ya kuomba kwako jana. Kwa kama unataka kubadilisha maisha yako ya kesho ambayo leo hii yanakutesa, kama unataka kubadilisha kesho yako ambayo unatamani iwe nzuri, anza kuomba leo. Anza kutengeneza msingi wako wa maombi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaona mabadiliko makubwa katika kesho yako. Lakini pia jambo la pili ni kwamba maombi hayabadili vitu na hali tu, bali maombi hukubadili pia na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi tumekuwa tukienda mbele za Mungu, tunatamani kuona hali za maisha yetu zikibadilika. Tunatamani kuona baadhi ya vitu vikibadilika katika maisha yetu. Hasa katika siku hii leo nataka kukwambia kwamba maombi hayahusiki tu na kubadilisha hali na changamoto unazozipitia leo, lakini maombi pia yana uwezo wa kukubadilisha hata pia na wewe, kwa sababu kusudi kubwa la maombi ni kukubadili wewe, ni kukubadili hali unayoipitia leo, ni kubadili vitu vinavyokutesa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haipendezi wewe kama mwana wa Mungu unaitwa mwana maombi, lakini bado kuna tabia huku nyuma zinazokutesa. Bado unateswa na tabia za uzinzi, bado unateswa na tabia za wizi, bado unateswa na tabia za umbea na kusengenya watu, lakini pia bado unateswa na tabia za uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba Kristo anapoingia ndani yetu anatufanya kuwa viumbe vipya.
anatutoa katika vifungo vya dhambi. Kwa tunapokuwa wapya ndani ya Kristo, that means vifungo vile vya zamani vinatuachia. Kama kuna tabia iliyokuwa inakutesa mwanzoni inakuachia. Kama kuna vifungo vilivyokuwa vinakutesa, kama kuna dhambi iliyokuwa inakutesa na kukutinga ili usiweze kumuona Mungu, ili usiweze kuona uwepo wa Mungu katika maisha yako, vinatakiwa kuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati unapoendelea kuomba, uwe na ujasiri au uwe na maarifa yatakayokusaidia kujua kwamba maombi si kwamba tu yanaweza kubadilisha hali. Maombi si kwamba yanaweza tu kukwamua katika mahali hapo ulipokwama, bali pia maombi yana uwezo wa kubadili maisha yako wewe, yana uwezo wa kubadili tabia yako, yana uwezo wa kubadili mahali unapopita leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiangalia maneno ya Mungu yanayotoka katika kile kitabu cha Yeremia 18 na mstari wa kwanza. Kitabu cha Yeremia 18 ukianzia ule mstari wa kwanza utaipata vizuri hii habari ya mfinyanzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nitaanzia mstari huu wa 4. Yeremia 18 mstari wa Yeremia 18 taanzia mstari wa 4. Neno la Mungu linasema kwamba na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mikononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana lilimjia na kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu alimwambia Yeremia kwamba, Yeremia, nenda katika nyumba ya mfinyanzi. Ukishafika kule katika nyumba ya mfinyanzi, nitakusikilizisha maneno yangu. Na Yeremia kweli alitoka pale akainuka na akaenda katika nyumba ya mfinyanzi. Na alipofika katika ile nyumba ya mfinyanzi, akamkuta mfinyanzi akiwa na kifinyanga chombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tunapoanza katika hii mstari anasema kwamba hivi, yule mfinyanzi kipindi na kifinyanga kile chombo kilichokuwa kimeharibika, alipokuwa akifinyanga kile chombo kikaja kikaharibikia katika mikono yake. Anaendelea kusema kwamba kile chombo kilipoharibika, yule mfinyanzi hakukichukua kile chombo na kikitupa,